Nimedokezwa hapa pia kwamba kuna sintofahamu ya kutojulikana kwa mahitaji halisi ya soko na makadirio ya ununuzi wa MSD. Hii nimekusha waelekeza MSD kulitekeleza, na mara watakapopokea maoteo ya mwaka wa fedha 2026 2027 mtashirikishwa ili kujua matarajio ya ununuzi wa serikali kwa mwaka ujao, na hili nimekusha elekeza litakuwa ni zoezi endelevu. Litakuwa ni zoezi endelevu. 10. Kuna ucheleweshwaji wa vibali kutoka mamlaka mbalimbali. Mwenyekiti umeligusia na wadau mbalimbali wameweza kuligusia. Nimekusha sema kwamba tumeunda kikosi kazi maalum, na hii ni sehemu ya kazi watakayokwenda kuifanyia ili kujua mapendekezo tutakayokwenda kuyafanyia kazi katika kuhakikisha tunaharakisha uwekezaji nchini. Ndugu zangu wawekezaji na wazalishaji wa dawa, baada ya serikali kueleza hatua tulizochukua na tunazoendelea kuzichukua katika kujibu changamoto mlizowasilisha, kuanzia masuala ya sera, manunuzi ya umma, fedha, nishati, udhibiti hadi rasilimali watu, ni muhimu sasa kuweka wazi jambo moja la msingi. Ndugu zangu, ujenzi wa sekta imara, shindani na ya kimataifa ya uzalishaji wa dawa hauwezi kuwa ni wajibu wa serikali pekee. Hauwezi pia kujengwa kwa misingi ya kuomba protection pekee, upendeleo au msaada wa kudumu bila mabadiliko ya ndani ya viwanda vyetu. Mafanikio ya kweli yanahitaji uwajibikaji. Uwajibikaji ninaozungumza hapa ni uwajibikaji wa pande zote mbili, ninyi wazalishaji na upande wetu sisi serikali, yaani uwajibikaji wa serikali na uwajibikaji wa wazalishaji. Serikali ina wajibu wa kuweka mazingira rafiki, mazingira ya sera, mazingira ya mifumo ya haraka ya maamuzi na kulinda maslahi ya taifa. Lakini ninyi wazalishaji mna wajibu wa kuwekeza katika ubora, wajibu wa kuwekeza katika teknolojia, wajibu wa kuwekeza katika mifumo ya viwango, na wajibu wa kuwekeza katika maamuzi ya kibiashara yanayolenga muda mrefu, si faida ya haraka pekee. Nadhani lugha imeeleweka vizuri. Ni lazima tukubaliane kwamba hatutajenga ushindani wa kimataifa kwa kutegemea tu peke yake fadhila za serikali. Hatutaweza kujenga ushindani wa kimataifa kwa kutegemea pekee fadhila za serikali, bali kwa kuchukua maamuzi magumu, maamuzi ya kimkakati ndani ya viwanda vyetu. Serikali inaweza kufungua milango, lakini ni wajibu wa sekta binafsi kupita kwenye milango hiyo kwa maandalizi sahihi. Lugha mmeielewa vizuri? Ndugu zangu wawekezaji na wazalishaji wa dawa, ni lazima pia tuseme jambo hili kwa uwazi bila kuzunguka zunguka, na bahati mbaya mimi nimenyooka sana. Kwa hiyo nitawaambia kwa uwazi, hali halisi ya sekta ya dawa au sekta ya viwanda vya dawa nchini inaonyesha kwamba idadi kubwa ya viwanda vya dawa, viwanda vya ndani, bado havijafikia viwango vya kimataifa. Bado hatujafikia viwango vya kimataifa, hususan WHO GMP, yani World Health Organization Good Manufacturing Practice, ambacho ndicho kiwango cha msingi kinachotambulika kimataifa katika uzalishaji wa dawa. Ukweli huu haukusudiwi kudhoofisha jitihada mlizozifanya hadi sasa.
haukusudii, mwenyekiti, haukusudii kudhoofisha jitihada ambazo tayari mmekwisha zifanya mpaka sasa. Ukweli huu unakusudiwa kwenda kuweka misingi wa uhalisia, kwa sababu katika dunia ya leo ya dawa, bila WHO GMP kiwanda hakipo katika ramani ya soko la kimataifa. Na hata katika soko la ndani, hiyo mjapiga makofi, na hata katika soko la ndani uwezo wa kulinda ubora na usalama wa dawa unakuwa mdogo. Ndio maana serikali inapochukua hatua za kwenda kuweka mazingira rafiki ya uzalishaji, mazingira ya rafiki ya kwenda kulinda soko la ndani, au kwenda kutoa motisha na upendeleo mbalimbali, ni lazima tuelewane juu ya kanuni moja ya msingi. Niseme msaada wa serikali hauwezi kutolewa bila mwelekeo wa wazi wa kufikia viwango hivyo. Kwa hiyo kuanzia sasa kuelekea mbele, viwanda vinavyotaka kuungwa mkono na serikali kupitia ununuzi wa umma, motisha za kifedha au ulinzi wa soko, ni lazima ama awe tayari au viwe tayari vimekidhi viwango vya WHO GMP, au vioneshe tayari au vioneshe viwango mahususi au mpango mahususi ambao utaonyesha makusudi na unaopimika wa kuvifikia viwango hivyo ndani ya muda uliobainishwa. Mpango huo haupaswi kuwa ni mpango wa maneno pekee. Unapaswa kuwa ni mpango unaokwenda kuonyesha uwazi katika mambo yafuatayo. Moja, uwazi katika hatua za kiufundi zitakazochukuliwa na wamiliki wa viwanda. Lakini pili, uwazi katika uwekezaji katika miundombinu na teknolojia, na mwenyekiti, hili umelisema na lirudia. Lakini tatu, mpango wa rasilimali watu na mafunzo uwe wa wazi. Lakini nne, ratiba ya utekelezaji, lazima tuwe na timeline utekelezaji wa eneo hili. Na tano, ni mfumo wa ufuatiliaji wa maendeleo. Vivyo hivyo, viwango vingine vya kimataifa kama ISO 9001, mfumo wa usimamizi wa ubora, ISO 14001, mazingira, ISO 45001, usalama na afya kazini, pamoja na vyeti vingine vinavyotambulika katika masoko ya kimataifa, si nyongeza ya hiari, bali ni sehemu ya maandalizi ya lazima ya kiwanda kinachotaka kukua, kushindana na kuhudumia masoko makubwa. Ndugu zangu, serikali iko tayari kushirikiana nanyi katika safari ya kufikia viwango hivi kupitia urahisishaji wa vibali, kuunganisha na taasisi za mafunzo, kushirikiana na washirika wa teknolojia na kuweka mifumo ya kuharakisha maamuzi. Lakini ni lazima ieleweke kwamba hatutalinda uzalishaji kwa sababu ni wa ndani pekee, bali tutakwenda kulinda uzalishaji wenye ubora unaokidhi viwango na unaolenga masoko ya dunia. Kwa kifupi, viwango ndio au ndivyo itakavyokuwa, ndio itakayokuwa lugha yetu katika soko la dawa duniani. Viwango
ndio itakayokuwa lugha yetu. Tukikutana kwenye korido, mwenyekiti, tutazungumza kuhusu viwango, tumefika kwenye viwango. Tukikutana ofisini, tutazungumza kuhusu viwango. Je, maandalizi yanaendelea kwa wamiliki wa viwanda kuhusu viwango? Si nimeeleweka vizuri hapo eh? Tanisamee. Ndugu mwenyekiti na wadau wote, nataka niwathibitishie huu ndio mwelekeo tunaokwenda kuuchukua, mwelekeo wa uhalisia kwa uwajibikaji wa usalama wa afya za Watanzania, usalama wa taifa letu, na kwa mustakabali wa sekta ya dawa Tanzania. Ndiyo maana kabla tujaendelea mbele, ni muhimu tujiulize kwa ujasiri swali la msingi, sio la serikali bali la wazalishaji wenyewe. Niwaulize swali niwaulize swali. Je, tunaridhika kubaki wazalishaji wadogo wa ndani, au tunataka kuwa ni sehemu ya ramani ya dunia ya uzalishaji wa dawa? Je, tunaridhika kubaki wazalishaji wadogo wa ndani, au tunataka kuwa ni sehemu ya ramani ya dunia ya uzalishaji wa dawa? Ndugu mwenyekiti, lazima tuseme ukweli.